Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan siku ya Januari 15 alikutana kufanya mazungumzo na mabalozi mbalimbali jijini Dodoma. Katika mazungumzo hayo, Daktari Samia Suluhu Hassan aliangazia mambo mbalimbali huku akisema kwamba serikali yake ipo katika mkakati na mchakato wa upatikanaji wa katiba mpya kufuatia uchaguzi mkuu uliotamatishwa miezi kadhaa iliyopita. Mbali na mkakati huo wa upatikanaji wa katiba mpya, Rais Samia Suluhu Hassan aliomba radhi juu ya matukio mbalimbali yaliyojitokeza katika siku ya uchaguzi, ikiwemo kukatika kwa internet, na kusema kwamba jambo hilo halitoweza kujirudia. Rais Samia Suluhu Hassan alisema pia ataendeleza ushirikiano baina ya mataifa mbalimbali ambayo pia yanahusu mustakabali wa taifa pamoja na mashirikiano ya kimataifa. Askofu Bagonza ambaye mara kadhaa amekuwa akikosoa pamoja na kutoa maoni yake kufuatia masuala mbalimbali ambayo yamekuwa yakitokea nchini Tanzania, alisema kupitia katika kurasa zake za mitandao ya kijamii kwamba Rais Samia kabadilisha mwandishi wa hotuba alihojiwa. Nimemsikia Rais Samia Suluhu akihutubia mabalozi wanaowakilisha nchi zao hapa Tanzania. Hotuba yake imepiga hatua moja mbele, ni kama Rais Samia ameshavua nguo lakini anaogopa kuoga maji, ama maji yana moto sana au ni baridi sana. Nampongeza mwandishi wa hotuba, nampongeza rais kwa kuwa mwaminifu wa kusoma kilichoandikwa. Pamoja na pongezi hizo, rais akipenda azingatie haya. Mabalozi aliyoongea nao jana ndio aliwauliza who are you. Bila shaka sasa anajua who are they, asirudi nyuma. Nyumbani kwao mabalozi ni mtawa mtakuja, na tunatibiwa kwao, hawatibiwi kwetu. Umaskini jeuli uliondoka na Kambarage. Hizi ni enzi za diplomasia, Balozi Kombo ajipime. Rais amesema sauti za Watanzania zimesikika kupitia uchaguzi, ni 2% tu zilimkataa rais wetu. Sasa nauliza, maridhiano na daruji ni vya nini? Rais ajue kuwa kuna kitu hakiko sawa eneo hili. Hata shetani afurahishwi na matokeo ya uchaguzi huu. Rais akikubali atakuwa mnufaika wa kwanza. Ili sauti hizo ziweze kusikika, ilibidi watu wengine wazuiwe kugombea, ilibidi vyama vingine vifungiwe kufanya kazi, ilibidi chama tawala kiende likizo na vyombo viongoze badala ya kuongozwa. Kama kuna mtu anamsahulisha rais wetu ukweli huu, hamtendi haki na analichukia taifa letu. Rais amesema tulichofanya tarehe 29 Oktoba kilikuwa muhimu. Siku hiyo vilitokea vitu vitatu vikubwa. Kwanza, watu waliandamana wakavuruga uchaguzi. Pili, watu walikufa wengi. Serikali inasita kusema wangapi, na waliofiwa wanaogopa kusema. Tatu, muungano wetu ulinyeshwa sumu. Tangu siku hiyo Zanzibar ni zaidi ya Chato. Umuhimu wa tulichofanya siku hiyo ni upi? Rais amesema kilichotokea siku hiyo Watanzania sivyo tulivyo. Hawa waliofanya ni wa taifa gani? Sasa dialogue na maridhiano ni ya nini ikiwa sivyo tulivyo? Mbona tunaanza kutumia moja kati ya somo 5 za maridhiano? Rais ametoa pole kwa kukata interneti na ameomba radhi, akaahidi kuwa jambo hilo halitarudiwa tena. Vema, lakini kukatika kwa interneti kuliruhusu mambo mengine kufanyika. Kuna vifo, kuna vilema, kuna hasara za kiuchumi. Mwandishi wa hotuba au kumbuke hawa safari ijayo. Uhai ni bora kuliko internet. Taifa letu ni kubwa sana, si rahisi kuliongoza kwa mfumo mmoja usio na ukaguzi, checks and balance. Ikiwa hata rais anaweza kudhibitiwa na mfumo, waliobaki wana nafuu gani? Mabalozi wanajua haiwezekani. Kama rais anataka maendeleo endelevu, afanye kisichotegemewa na kisichoweza kutamkwa na ushauri. Mzee Mpango na rafiki yangu Majaliwa. Mfumo uliopo unaongoza miili, sio mioyo wala akili. Watu wanaotetea haki hawako huru mitaani, ama wako kaburini, safe house, nje ya nchi au mahabusu. Namshauri rais afanye uasi, afungulie walio mahabusu na safe house, arudishe walio kimbizini mabalozi wanaowajua kwa kuwa ndio wamewapa ukimbizi. Waliokufa atajwe, tumalize matanga. Rais atang'aa atakavyokubalika, hata kama hata kuwa salama. Mlinzi wa kweli wa rais ni wananchi. Sasa wananchi wamenuna, zingatia. Mheshimiwa Rais ajue hatua zilizochukuliwa Oktoba 29 kuna watu hawaonekani. Ni jukumu lake kutoa hesabu, na msiakubali kuna kitu hakikwenda sawa. Awajue, awape pole, nao awaahidi kuwa haitotokea tena. Familia zionyeshe walipo au walikotupwa. Taifa litapona na rais atapona. Taifa gonjwa haliwezi kuwa na rais mzima. Kama ajui, basi sasa ajue kuwa anaumwa kwa sababu taifa linaumwa. Ugonjwa wa taifa unaongezwa na watendaji wanaomdanganya rais. Kundi la pili
ni lama chao. Makundi haya mawili yanaharibu jitihada za rais kuliponya taifa. Yamemchunganisha rais na muungano, yamemchunganisha haki na amani, na yamechunganisha dini kuu mbili. Eti mheshimiwa rais, ili kukosoa wewe inabidi mtu awe tayari kukaa jela miezi 6. Wewe ni malaika, serikali yako ni sawa na Mungu. Usitafute mchawi, tafuta mganga anaitwa Uhuru.